Hujambo na karibu ndani ya GCTV kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Alhamisi Agosti 20 mwaka 2026. Tulionayo hii leo. Vijana wawili wanaodaiwa kusajiliwa kwa nguvu katika kundi la Twirwaneho wamefanikiwa kutoroka na kufika Uvira leo. Jeshi la DRC linasema limefanikiwa kuidungua drone ya kamikazi inayodaiwa kuwa ya M23 na washirika wao katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini. Na ofisi ya mwendesha mashtaka nchini DRC imeomba Constant Mutamba aliyekuwa waziri wa sheria na pamoja na Chansad Bolukola kuhukumiwa miaka 15. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Huseni. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Vijana wawili wanaodaiwa kusajiliwa kwa nguvu katika kundi la Twirwaneho wamefanikiwa kutoroka na kufika Uvira leo. Vijana hao wamefika Uvira baada ya kutoroka kutoka katika kundi hilo. Taarifa hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu madai ya usajili wa vijana kwa lazima katika makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika maeneo ya nyanda za juu Kivu Kusini. Vijana hao utawasikia ndani ya mahojiano haya na Thomson Unji Batangalwa William. General Kuruninga, jambo. Nasema mjambo ndugu mtangazaji. Uko mbele ya vyombo vya habari, tumepata taarifa kwamba umepokea wageni kutoka milima ya juu kwenye vijiji vya juu. Tueleze ilikuwa namna gani na ni wageni wa aina gani? Okay, ndugu mtangazaji, sisi tumepokea wageni tulikuwa sikia habari usiku kama tumepata wageni hawa. Wageni hawa wamefika kwenye mikono yetu, wakafika kwenye mikono ya serikali, kwenye kuko chef de quartier adjoint akasema eti wageni hawa inastahili na sisi lazima tuwaone. Na kwa hiyo na sisi tumeenda kuwaona na ndio sisi tumewapokea. Ni wenzetu wa kabila yetu ya Kinyamulenge. Na kwa hiyo tuko nao hapa mikononi kwetu na tuko nao hapa bila probleme yoyote. Kwa nini hamtaki kuwaachia kama ni raia? Okay, kama sisi hatu waachili waende, unaona kuleo kufatana malumbano yako mwa hii nchi yetu ya Kongo bwana. Tuko tunaangalia jinsi ya kumporteje selo Munyamulenge, Mufuliru, Mubembe, Munyindu, sie wote paske hatuna ubaguzi wote ule wa kabila. Tunaangalia gisi unaona ndugu iko hapa na yeye iko hapa na mimi gisi niko hapa. Sisi wote tuna damu na tena pia tuna maji. Na nyinyi mmeshazungumza nao, wamewaambia nini? Je, ni raia au ni askari? Ili mpaka sasa mkuwe mko nao wasiwe huru kwenda kwenye walikuwa wanaenda. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi njoo ningali na kuambia mafupi wala machache. Nadhani kwa muda huu kama sisi tungali hapa hivi, tuko tunaangalia gisi tuwaporteje, tuone gisi wanaweza kama watavuka Burundi, kama wataenda wapi, kama watakaa ni hapa kwetu Uvira sans problem. Pia hapa ni kwao. Hapa ni kwao. Tunataka kwa hiyo tuangalie tutawafikisha na sisi kwenye kuko ngazi za juu zetu za serikali, kwamba kama mimi nimefanya interview hii nimeifanya kwa kuangalia jinsi watafika pale kwenye uongozi na uongozi wa proteger kufatana na jinsi walivyonielezea kwa kuniambia eti kama wako na kamanda mkuu tunajua iko katikati ya jeshi letu la taifa FRDC, anaitwa ni Kamanda General Pacifique Masunzu. Mengi ndugu mtangazaji, unaweza ukaoji hata ndugu yetu hapa anaweza akaseme, hata na yeye anaweza akaseme. Mimi siwezi nikaseme tu saa gisi vilikuwevu. Kwa hiyo ndio unaweza ukawaulize na wao wanakuelezea, ndio inaweza kuwa mzuri. Jambo kaka. Wewe unajua Kiswahili? Habari za kwako? Sawa. Unaitwa nani? Andre nani? Muyuga. Andre, umefika hapa Uvira namna gani? Tupatia mfulelo makutaka tushusha. Unatokea wapi? Minembwe. Kule Minembwe ulitoka namna gani kwa kuwa kuna vita inaendelea kule? Walikuwa tukamata kwa juu tuingie mkisoda. Wanani walikuwa wanawakamata? Atuigana.
Kwa nini hamkutaka kwenda katika jeshi la Twirwaneho? Hatuwezi enda mu jeshi la Twirwaneho. Na kwa kukimbia mulipita njia ya wapi mpaka wapi? Tulipita njia ya Kataka. Tukakuwa shuka huko. Na mlipofika hapa Uvira mulikamatwa namna gani mpaka leo mko mikononi mwa serikali? Walitukamata pia, hakuna shida. Mulifika masaa ngapi mpaka wawakamate? Tulifika makatre. Na njoo tukakuwa ita na chef. Na njoo chef sasa kaita wa soda, tukaongea nao. Wewe binafsi kwenye moyo wako unajitambua kama askari wa Twirwaneho, askari wa AFC, askari wa M23 au FRDC? Mimi siko askari. Niko napenda nirudie kwetu. Kwenu ni wapi? Niko napenda nivuke hapa Burundi. Kufanya nini Burundi? Kusoma. Kwa nini uende usomee Burundi? Kwa juu huko Minembwe tena wasoma. Sasa ulikuwa umesema unataka kurudia kwenu. Wewe ni Mrundi? Mnyamulenge. Hivi uko katika mikono ya serikali, unajisikia namna gani? Niko bila, kuna shida. Unaomba nini? Unataka nini? Wakusaidie nini? Hakuna, kila kitu niko na. Uko na nini? Unataka wakusaidie nini? Anisaidie tu njia ya kuvuka. Vitambulisho unavyo? Walitueba. Banani? Atiba ni. Tunakushukuru ndugu. Ndugu Andre? Andre, wakati walipowakamata wakitaka kuwaingiza katika Twirwaneho, waliwafanyisha mazoezi gani? Entraînement gani balitumikisha? Walitufundisha tu silaha. Silaha ya aina gani? SMG. Na hiyo SMG ambayo walikuwa wakiwafunza, muliziacha wapi? Muliziacha ma defense. The defense ilikuwa wapi na wapi? Kule Minembwe, Chakira. Umesema ni aina gani ya silaha ulijifunza? SMG. Na bwana mkubwa hapa, yeye anaitwa nani? Moise nani? Muhozi. Wewe ulijifunza silaha gani? SMG. Uko na miaka ngapi ya kuzaliwa? Mimi miaka 30. Na Muhoza, kazi kidogo kusema kwa Kiswahili ataka kukatakata. Ulijifunza miezi mingapi? Miezi mbili. Ulikuwa unajifunza nini miezi mbili? Ulikuwa unajifunza nini? Kufungua silaha, kurasa guti. Ukatoka mpaka kuya huku, ulitumwa, walikutuma uje uangalie huku ama namna gani? Huku Uvira. Uvira na msafiri. Okay. Nirudi kwako Andre. Mafunzo yote kwa jumla mulifanya miezi ngapi? Mwezi moja. Mwalimu wenu alikuwa nani? Nani? Bigizi. Kutokea wapi? Yeye Bigizi naye ni wa Twirwaneho aiza wa AFC M23? Wa Twirwaneho. Sasa ndugu yangu, wewe binafsi una miaka ngapi? Ushaoa na watoto wangapi? Sasa waliwakamata mu mazingira context gani? Yenye balibakamataka pour que babaingize mpaka mwingie mu formation, balibakutaka wapi? Mulikuwa bangapi wenye mulikamatwa vile? Tulikuwa watatu. Bangapi? Watatu. Mkartie ni yenu ilikuwa inaitwa quartier gani? Quartier? Quartier Moni ya pale Minembwe? Na yule mwenzako mwingine wakati mnafika kule ku centre banaanza bafundisha pale Chakira, mulijikuta wa jene bangapi wenye balikamatwa? Ilikuwa 1000. Kama vile ukiestime kama vile ngapi?
ilikuwa kama 50. Masenkanten. Yule mwenzenu hivi wa quartier yenu ambaye mlikamatwa naye mkiwa watatu, mwenye alibakia, mlimwacha juu ya nini? Yeye alikuwa apenda kutoka. Yeye alipenda endelee na jeshi. Kwa habari za haraka za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Kwingineko ni kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka nchini DRC imeomba Constant Mutamba aliyekuwa waziri wa sheria na mlinzi wa mihuri ya serikali pamoja na Chansad Bolukola kuhukumiwa miaka 15 ya kazi za kulazimishwa katika kesi inayohusu matumizi ya fedha za Frivao, mfuko wa fidia kwa waathirika wa shughuli haramu za Uganda. Upande wa mashtaka pia umeomba wawili hao wazuiwe kushika nafasi yoyote ya umma. Mutamba ambaye amelazwa hospitalini hakuhudhuria kikao cha mahakama. Hata hivyo, madai hayo ni maombi ya upande wa mashtaka na si hukumu ya mwisho. Uamuzi sasa unasubiriwa kutoka kwa mahakama. Kesi hiyo imeibua hisia miongoni mwa baadhi ya vijana ambao wanadai kuwa kuna njama za kisiasa za kumuondoa Mutamba kutokana na umaarufu wake miongoni mwa vijana na wanawake nchini DRC. Mahakama inatarajiwa kutoa hukumu katika siku zijazo. Kwa habari za haraka za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Jeshi la DRC linasema limefanikiwa kuidungua drone ya kamikazi inayodaiwa kuwa ya M23 na washirika wao katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, drone hiyo ilidunguliwa majira ya asubuhi ya Alhamisi Agosti 20 mwaka 2026 eneo la Runyengo kati ya vijiji vya Mukoko na Mulima. Tukio hilo limetokea saa chache baada ya jeshi la taifa kudai kuwa limezuia mashambulizi kadhaa dhidi ya vituo vyake katika nyanda za juu za Fizi. Jeshi hilo limesema limefanikiwa kuyasukuma nyuma mashambulizi yote na limetoa wito kwa wakazi wa eneo hilo kuwa watulivu, likisisitiza kuwa linaendelea kulinda uadilifu wa eneo la taifa na usalama wa raia. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Huseni. Kwa heri.